kuingia ndani ya Young Africans. Bado hatujaona ule usajili ambao wengi walikuwa wakijiandaa nao. Maswali yako hapo. Chief, unaweza kutuelezea kwa namna gani Young Africans wanafanya usajili wao, na inaonekana wanafanya tofauti na vile ambavyo wengi wamekuwa wakitarajia? Nafikiri kwanza ni vema na swali lako ni nzuri, na of course nimekuwa nimeona kuna mjadala mingi sana imekuwa ikiendelea katika mitandao ya kijamii, na watu wengi ni kama mpata shock kwa sababu walitegemea kuona pengine majina makubwa yakianza kutangazwa, lakini kinyume na kile ambacho walichokitarajia, wameweza kuona wachezaji wengi ambao wametangazwa ni vijana ambao, na sio vijana tu, wanatokea Tanzania, na pengine watu kuanza kuzua hofu kwamba pengine Yanga hawakuwa na uwezo wa kusajili au pengine Yanga ameshindwa katika kusajili. Kwa hivyo nimekuwa pana maswali mengi, na nimekuwa pia nikipigiwa simu nyingi sana kuhusiana hilo jambo, na wengi wanataka kujua vema tuweze kuzungumza. Kikubwa ni kwamba nataka nizungumze na watu, niwapatie elimu hii ya mpira. Yanga nilishazungumza, msimu ni msimu ambao wanakwenda kutengeneza timu yao mpya baada ya kuwa na timu yao ya mafanikio kwa miaka mitano na kufanikiwa kuchukua mataji 17 kwa ujumla wake ndani ya miaka mitano, ambayo ni mafanikio makubwa sana, na kufanikiwa kuweza kudominate katika ligi ya Tanzania, lakini pia kufanikiwa kuweza yani kufifisha au kuneutralize ule upinzani ambao ulikuwa baina yake na klabu ya Simba katika kipindi ambacho Yanga amedominate. Maana yake Simba hajapata kitu kabisa, na katika mataji ya ndani ni msimu huu pekee ndio amefanikiwa kupata taji moja katika misimu mitano. Kwa unaweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambapo walikuwa wamejizatiti kuhakikisha kwamba wanatawala kila sehemu, na walifanikiwa kuwa na timu hiyo hiyo kwa muda wa miaka mitano, ambayo kuna wakati walikuwa inaingia maingizo machache na kuweza kuondoka, lakini ule mzizi wa timu ulikuwa unabeba pale pale na hao ambao wapo, na imefikia kwenye hatua ambayo sasa hizi ni wapo kama kwenye climax, sehemu ambayo hawawezi kukupatia kitu kingine kipya kama hautafanya mchanganyiko au kuanza utaratibu wa kufanya mabadiliko ya kikosi. Kwa hiyo kocha kifanya sasa hizi ni kuanza kuiandaa timu mpya ya misimu mitatu minne ijayo. Jambo tunataka kufanya sasa hizi, yaani unaandaa timu mpya ya misimu ijayo. Sasa uwezi ukaanza kuandaa timu mpya kwa kuchukua wachezaji wa zamani au kuchukua players ambao wana above 25, 26, 27. Hao ni watu ambao wanapokuja kuwasajili wanakuja kwenye program au kwenye project ya muda mfupi. Inaweza kuwa ni based kwenye msimu mmoja au misimu miwili. Sasa lengo la Yanga ni kuwa na timu ambayo itakuwa na mafanikio tena makubwa katika misimu mitano ijayo. Sasa kama utakuwa na mafanikio misimu mitano ijayo, leo tu unakwenda kusajili mchezaji ambaye anaweza kaja akaprove kwa msimu mmoja, itakuwa ni kitu kigumu. Lakini pia most of the players ambao wanatoka nje ya nchi ya Tanzania ni player ambao uko nyuma tena nishazungumzaga sana. Sajili nyingi za nje ni kamali. Nyingi za nje ambazo zinakuja kwa sehemu kubwa, klabu zimekuwa zikiingia hasara kubwa sana, kwa sababu zinasajili kwa gharama kubwa, na yaani mawakala wanawapiga sana timu zetu, kwa sababu timu zetu katika hali ya kawaida hazina scouting ya kutosha, kwa maana ya kama timu most of the time wamekuwa wakitegemea mawakala ndio waweze kuwasaidia kupata. Na kukatisha kidogo, kuna maswali yameanza kuwa mengi. Damaro ulitaja nyota ambao wanasalia ndani ya Yanga, wanafika 7 na 5 ndio wataongezeka, na katika hao ndio wataja hawapo wakina Balakonte, hawapo wakina Dombia ambao definitely na wakina Ekua yawezekana Yanga wamemalizana nao, lakini kuna wale ambao wamemaliza msimu na Yanga na wametoa nao ubingwa. Kuna wakina Buba, kuna Lasini Kouma, kuna Damaro. Naomba ili ulijibu kwa upekee wake. Hawa nyota hatima yao ni ipi? Maana hujawataja. Kuna ambao walikuwa kwa mkopo na wengine tunafahamu walikuwa ndani ya Young Africans. Na maana ndio Yanga wamemalizana nao, tutegemee thank you ama lipi linaendelea hapo? Swali lako ni zuri. Nikishakwambia kwamba Yanga amebakisha wachezaji 7, maana yake hao ndio ambao wapo kwenye project ya coach cha Yanga katika msimu unaokuja, particularly kwa upande wa wachezaji wa kigeni. Kwa hiyo ukiangalia mtu kama Damaro ni mzawa, sio mgeni tena, lakini pia anarudi kwenye timu yake ya Singida. Anarudi Singida, lakini pia hata Asinki alikuwa Yanga kwa mkopo, anarudi tena katika timu yake ya Singida. Buba Jamel, maana yake Yanga itaangalia kwa sababu wamemseni katika muda mfupi huo, sawa? Kwa hiyo wataangalia whether waweze kuvunja contract au wampeleke kwa mkopo. Hiyo itakuwa ni makubaliano, lakini katika program ya Yanga maana yake wanabakia na nyota 7 ambao nilisha wataja. Lakini pia wale kina Celestine kuwa wakina Dumbia, Conte, wale tayari Yanga wanakwenda kumalizana nao na waweze kuendea majukumu mengine huko ambako walipo. Kwa Yanga
anakwenda kubakia nyota ngapi? 7 tu. Na ndio maana sasa anakwenda kuongeza nyota wengine 5 ili hakikisha kwamba hawa 7 ambao tunawazungumzia maana yake na wao watazidi kupungua. Dirisha dogo nalo kuja tena watapunguza weta wawili, wataadd tena wengine wawili. Unaona ambao wanapotumia sayansi ya soka. Kwa hiyo tena utakuwa una wachezaji 7 wapya na wazamani wangapi? 5. Dirisha kubwa tena unapunguza tena 3 katika wale 5. Unaongeza wengine wangapi? 3. Na pengine katika hao waliochukua pengine kuna wawili wangapi watakuwa hawajafanya vizuri, unapunguza. Unakwenda kutengeneza balance. Kwa hiyo baada ya misimu miwili utakuta kwamba pengine katika hawa walionao sasa hivi wewe utakabakia mmoja au asibakie na mchezaji mwingine yote na wakawa na timu mpya. Lakini timu hiyo mpya lazima ijengwe na wazawa ambao tayari wanakuwa wameelewa falsafa ya timu. Sawa. Yeah. Sasa hapo umeibua maswali mengine. Kwenye hao nyota ambao wamebaki ndani ya Yanga na hao ambao wanakuja bado hatujawatambua. Kwa maana bado hawajatambulishwa rasmi lakini pengine unawafahamu. Yanga umeihusisha kwamba inaenda kuweka nguvu kwenye soka la kimataifa. Je, mashabiki wanajiuliza sasa, hawa wakina Maxi, hawa wakina Okelo, hawa tunaowaona hawa nyota wa kimataifa waliopo na hawa ambao watakuja ndio watatosha kushindana na kulifuata taji la Afrika? Swali lako ni zuri sana. Kama utafanya assessment ya kina ya kimpira, technical assessment vizuri, ukaangalia changamoto za Yanga katika misimu mitatu kushindwa kwenda katika nafasi za juu za michuano ya Afrika, utagundua changamoto yao kubwa ilikuwa katika eneo moja kama sio mawili. Ni eneo la ushambuliaji kwa ujumla wake. Kwa maana kwamba Yanga walikuwa wanaweza kuwa na uwiano mzuri wa namba katika kulinda, katika kupunguza mashambulizi, katika kuovercome pressure, lakini when it comes team inapokuwa na move kwenda kwenye kutengeneza mazingira ya kuweza kuwafungua opponent na kuweza kushinda ndio ilikuwa ni shida. Lakini pia hata ule wakati ambao walikuwa wanatega mitego mizuri na kulazimisha opponent afanye makosa na kucreate chance, bado hawakuweza kuzitumia. Kwa hiyo eneo ambalo lilikuwa nasumbuka na ambalo limekuwa ni changamoto kubwa ni eneo la ushambuliaji. Na ndio ukiangalia katika misimu hii Yanga mechi nyingi hajapoteza, lakini alikuwa anatoka sare au anashinda ushindi ambao mwisho wa siku haumpi nafasi ya kuweza kuendelea. Utakuwa ni shahidi hapa katika msimu huu, maana yake ameshindwa kwenda katika robo finali. Nafikiri walifungana pointi au ilikuwa tofauti ya pointi moja na timu ambayo iliweza kuenda baadaye mpaka hatua ya finali. Lakini pia ukiangalia ni kutokana na makosa ya kuto kutumia nafasi ambazo waliweza kutengeneza. Kwa hiyo eneo ambalo itakuwa lazima waweze kuliwekea nguvu ilikuwa ni eneo la ushambuliaji. Ndio eneo ambalo limekuwa lina changamoto hasa ukireflect katika michezo ya kimataifa. Kwa sababu katika ligi timu hiyo ndio leo hii inaongoza kwa ufungaji magoli mengi kuliko timu nyingine yoyote. Kwa hiyo kwa kosa ulichonacho ni kosa ambacho kwa upande wa ndani kinaweza kupatia magoli zaidi ya kawaida ambao ulikuwa unahitaji. Defense yao walionayo ilifanya vizuri ndani na kimataifa, hawakuruhusu magoli mengi kuweza kuadhibiwa. Ndio maana katika hali ya kwenda kutengeneza timu yao mpya wanakwenda kuanza na eneo ambalo ndio limewafanya pengine wasifike robo finali au wasifike nusu finali. Na wakasema kwamba wanakwenda kusajili namba 7, namba 11, namba 9 na namba 10 na namba 6. Maana hayo ni maeneo ambayo ndio yalikuwa yanawafanya wao washindwe kuvuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo maana yake ni kwamba bado reflection yao, target yao ni kwenda kufanya vizuri kimataifa, lakini unakwenda kufanya vizuri kimataifa huku ukiwa una base ya timu ambayo ipo. Lakini je, leo utakapokwenda kufanya substitution ya hawa nyota na wakaja wengine wasikliki, ni mchezaji gani ambaye atakuwa ana hiyo capacity? Ndiko unakwenda kuona hawa jambo ndio kuchukua hawa wakina Gama Abdul Nasir, unakwenda kuona watu kama wakina Chuga, unakwenda kuona watu kama wakina Mwijage na nyota wengine ambao wameenda kuwachukua, kwa maana kwamba ni nyota ambao wakipata mazingira mazuri, wakabidi trend vizuri, wanaweza kuleta ushindani katika mechi ambazo za ligi na bado wakapata matokeo. Lakini when it comes kwenye mechi kubwa ambazo tunazungumzia mechi za Simba, Yanga, labda Simba, Azam na Singida, bado Yanga ana nyota 7 ambao wana ubora pengine kuliko nyota mwingine yoyote kutoka kwenye timu hizo 3. Kwa hiyo wanaweza wakabaki. Lakini pia unaweza kuangalia katika wazawa ambao wako nao, still bado kikosi cha kwanza cha Yanga cha wazawa akijaguswa. Leo hapo unazungumzia Yanga anaacha nyota 8 wakizawa. Katika 8 watu wasitukiangalia hajaguswa nyota yoyote ambaye amekuwa ni prominent figure.
Unamzungumzia Mwamnyeto bado yupo kwenye timu. Nikuulize leo, Mwamnyeto ni miongoni mwa mabeki bora. Unamzungumzia Jobu, unamzungumzia nani? Unambaka. Sawa? Unakuja kuzungumza kwa Mdathiri haya au ni wazawa ambao quality yao ni ya level ya juu. Unazungumzia Ndambwile. Unasikia sijui unazungumzia Mohamed Hussein. Kwa bado wale nyota ambao ni prominent wa ndani hakuna nafasi iliyoguswa. Sio unaelewa hapo? Lakini nyota ambao wanakwenda kuguswa ni nyota ambao walikuja kama promising player lakini wakashindwa kuja kuendana na kasi. Tunazungumzia kina Manengo, tunazungumzia wakina Edmund Joni, sawa? Utazungumzia wakina vijana wengine ambao walikuwa nao kina Sheani na wengine wengi ambao walikuwa wako nao. Kwa hiyo bado ule mzizi wa timu haujaguswa. Kwa hiyo kama kuna sajili bora na ya kutumia akili na maarifa na kuna kitu kizuri ambacho Yanga wamekifanya ni kuanza kuiangalia kesho kabla ya kufika kuanza kuiangalia leo. Leo tunazungumza struggling ya Simba kwa sehemu kubwa imekuja kutokea baada ya kushindwa kujiandaa kwenye kipindi cha mpito. Yaani wakati wako juu kwenye climax hawakutengeneza mazingira substitution. Ndio mpaka leo inalazimika Chama aendelee kuwa mchezaji mkubwa. Leo hiyo Mohamed Hussein inabidi aendelee kuonekana nani Shawari Kapombe, inabidi kama bado nyota wa kutegemewa kwa sababu hawakuwa na mpango mzuri wa kuhakikisha kwamba tunatengeneza any replacement ya wachezaji wakiwa bado na baadaye hata ukiondoka gap lao lisiweze kuonekana. Sawa, Chief umetupatia darasa kubwa sana hapo.